Mimi nadhani ya kwamba tutajikita sana kwenye barua ambazo zilitoka. Nadhani ndizo pia barua zina mwongozo wa hili sakata lote. Mimi nadhani ya kwamba ukiangalia barua ya Simba Sport Club iliyotoka, katikati pale wanakueleza kwamba kuna mambo ya kiusalama ambayo yalisababisha wao kutoka kwenye uwanja na kurudi maeneo yao kwa ajili ya kusubiria mamlaka yaweze kuwasaidia kwa lile jambo ambalo lilitokea pale uwanjani. Na ukija pia ukiainisha, kuna barua kwa umma ambayo ilitolewa na bodi ya ligi, unaona kabisa pia kuna wameainisha kwamba kuna vitu ambavyo afisa wa usalama aliweza kuviainisha na kuvipeleka kwenye bodi ya ligi ambavyo wamesema wanavifanyia uchunguzi. Sasa katika kuvifanyia uchunguzi ndipo hapo mechi ilipoahirishwa. Kwa hiyo mimi nadhani ya kwamba kuna paswa kama sisi wadau wa soka au watu mbalimbali ambao tunalichakata hili swala, tungeangalia ama tungejikita sana kwenye usalama, kwa sababu hapo ndipo kulipo na jambo kubwa, hapo ndipo kulipo na kiini cha tatizo hili. Kwa sababu huwezi kucheza bila usalama, huwezi kwenda uwanjani bila usalama, na usalama ni sehemu yenye kuheshimiwa kuliko kuanza kuchakata na kutoa mambo ambayo yasiyofaa. Kwa mfano tukiangalia, kuna ligi mbalimbali ambazo tuliona ya kwamba yakatokea mambo makubwa. Kwa mfano Serie A pale ilishatokea matatizo kama haya. Wenzetu tu wa Egypt ilishatokea 2012 mechi zidi ya Al Masry pamoja na Al Ahly, ambayo pia ilitokea mashabiki wa Al Masry kwenda kufanya fujo na watu walikufa, watu wengi ambao ni kutokana na usalama kukosekana ndani ya kiwanja. Kwa hiyo mimi nadhani ya kwamba kama wadau wa soka tunapaswa kuziheshimu pia mamlaka na kuzisikiliza pale zinapokuwa zinatoa taarifa zake ama zinapozuia mchezo. Kwa hiyo katika hili jambo lote ukija kuliangalia hapa, ndipo tunapoona ya kwamba tatizo kubwa liko hapo, kwa sababu kuna vyanzo ambavyo au kuna mambo ambayo yalifanyika ambayo sio ya kiungwana, ambayo sio ya kimchezo. Kwa mfano leo unaweza ukasema labda mechi ingechezwa, wakafika pale uwanjani yakatokea matokeo, mwisho wa siku mashabiki wakaanza kuvaana kwa sababu ya kile ambacho kilianza mwanzo, gari lao kuzuiliwa kwenda kufanya mazoezi, mashabiki wa Simba. Sasa ni nini ambacho kingeendelea pale? Kwa hiyo mimi nadhani ya kwamba department za usalama zinapaswa kusikilizwa na zinapaswa kuwa zinatoa elimu kwa mashabiki wote, kwa sababu inachoonyesha ni kwamba mashabiki wengi labda hawawezi kujua nini gharama au ni nini thamani ya usalama ndani ya viwanja na ndani ya michezo. Kwa sababu ukiangalia hapo na kwenye hizi barua zilizotoka, unaona kabisa kwamba kuna mambo ambayo Simba waliyaripoti ambayo yalikuwa ni hayako ya kiusalama, yani mambo ambayo yalikuwa ni shida ambayo za kiusalama. Sasa afisa alitoa pia na yeye kwa bodi ya ligi kwa ajili ya mambo ambayo yanafanywa uchunguzi kwa ajili ya kuleta mchakato na kuleta taarifa kamili kwa umma. Kwa hiyo mimi nadhani ya kwamba kwa hili tuliheshimu kwanza bodi ya ligi, na pia hata kama ni viongozi ambao tunakuwa tunaongoza kwenye mambo na mamlaka mbalimbali, lazima wazingatie weledi kwa ajili ya kuheshimu pia mamlaka. Kwa sababu niliona kuna upande wa pili ya kwamba baada hata ya kuambiwa kwamba kuna vitu vya kiusalama ambavyo vimetokea ndani vimetokea na kuahirishwa mchezo ule, lakini walipeleka timu wakafanya PA za kila namna. Mimi nadhani ya kwamba tufike pahala kila mtu asimamie utaratibu, tuwe na kanuni ambazo ni nzuri ambazo zinatuongoza, ila tuwe tunaheshimu pia kanuni za usalama, kwa sababu usalama ndio unatufanya mpaka sasa hivi sisi tuko hapa kwa sababu ya usalama. Lakini ukikuta kwamba usalama haupo, hivi ni ngumu sana kupata usalama. Kwa mfano pale Argentina ilishatokea ili sakata ambalo kuna ugomvi ulitokea na watu kushambulia gari la timu mpinzani ambayo ilikuwa na wachezaji wao na kila kitu, kwa sababu ambazo ni tunaita hazikuwa kwenye mchezo, ni vurugu zimezuka. Sasa vitu kama hivyo
lazima watu wawe wanazingatia kwamba sisi tunaweza tukajichukulia kwamba haiwezi kutokea kwa sababu sisi tunafikiria katika mawazo yetu, ila tufikirii katika usalama, kwa sababu usalama unafikiria mbele zaidi kuliko sisi tulichokifikiria ama sisi tunachokichakata. Kwa hiyo kuahirishwa kwa mechi tulipokea barua kwa umma ambayo ndiyo mwongozo ya kwamba kuna mambo ya kiusalama ambayo yanafanywa uchunguzi. Mimi nilikuwa nadhani ya kwamba ili jambo lingeishia hapo na watu tungeliacha kwanza, ili baadaye tuje tuletewe taarifa nyingine sasa ya kwamba baada ya uchunguzi ni nini ambacho kilifanyika na ni nini ambacho tunapaswa tukichukue sasa, ambacho ndio kitakuwa ni mwongozo. Lakini kutoa pressure na maana ni kushinikiza kufanya kwamba wale wanaofanya maamuzi waweze kufanya maamuzi ambayo sio sahihi, au wafanye maamuzi ambayo yatakuwa na pressure ndani yake, maamuzi ambayo hayatachukuliwa juu. Na nimesikia watu wengi wakichakata mara kuna aina timu labda inatakiwa ipewe point 3. La hasha, mimi nadhani ya kwamba hapo haitakiwi timu kupewa point 3 kwa sababu tayari mechi ilikuwa imeshaahirishwa na sisi tunafuata mamlaka, na kama unafuata mamlaka lazima uzingatie na kuheshimu mamlaka husika ambayo yalikuwa yanatuongoza wote, ndugu yangu. Mimi nadhani ni wao pia utakuwa ni ukaidi zidi yao, kwa sababu ukiangalia kuna vitu ambavyo tunasema kwamba vimeshatokea na bodi ya ligi imeweza kuahirisha ile mechi na ikatoa sababu. Mimi nadhani ya kwamba ndugu yangu Godson Jackson kwamba kuna watu wanachukulia kirahisi swala la kiusalama. Yaani unapoambiwa usalama unadhani ya kwamba ni blaza ama ni kaka ama ni nani. Usalama huwa hauna kuashumu. Nadhani watu ambao tumepata kidogo knowledge ya usalama huwa hakuna mambo ya kuashumu, na ndio maana hata kama baba yako mama yako ni rais, kuna muda hawezi kukaa kama baba yako, anakaa kama rais wa nchi. Lazima utii mamlaka, hata kumuona utamuona kirahisi, utamuona kiitifaki, kiprotocol ya kwamba zinakuguide umheshimu na kuheshimu mamlaka yaliyopo. Kwa hiyo mimi nasema kwamba wakifanya hivyo ni wao wametarajia kufanya hivyo, lakini mimi nadhani ya kwamba hata wao pia hawana sababu kwenye hili, kwa sababu kuna vitu ambavyo vimeonekana dhahiri shahiri ya kwamba wamekiuka. Hiyo iko dhahiri shahiri ya kwamba wewe kama umeshaambiwa na umepewa taarifa ya kwamba mechi hii imeahirishwa, wewe ni nani kwenye mamlaka? Yani kuna namna ambayo tunataka kwenda, lakini haitakiwi twende hivyo. Inatakiwa twende kwa kuheshimiana, kwa sababu hata kama unawadharau wale ambao wana mamlaka, basi ilikuwa inapaswa watumie njia sahihi tu ya kuweza kuachana na lile. Umeambiwa kwamba kuna viashiria vya kiusalama ambavyo haviko sawa, umeenda kupeleka timu. Je, ile timu ingeshambuliwa, ile timu ingetokea tukio lolote, ni nini ambacho kingeendelea pale, ndugu yangu Godson Jackson? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima tuheshimu mamlaka, hata kama unawadharau, lakini kuna namna ya kuwapa tu ile heshima yao, kwa sababu ndio maana wakawa kwenye yale mamlaka na sisi tukawa ni watu wa kuongozwa.